Fundi, nilikushuhudia siku ya mkutano, ulikuwa unalalamika kweli kweli baada ya kuona mwenyekiti wa upande wa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sports Club Murtaza Ali Mangungu kumaliza kwa namna vile ambavyo alivyomaliza kikao. Wewe rai yako ilikuwa ni nini haswa? Pengine ulikuwa unatamani kitu cha namna gani haswa ambacho kifanyike ndani ya mkutano? Mangungu muhuni bana. Mangungu muhuni. Tuna kiongozi muhuni. Leo klabu ya 5 katika Afrika, Deriki. Leo klabu ya 5 katika Afrika. Tunaheshimika. Alafu tuna kiongozi kama huyu. Ni aibu kwa Simba na kwa taifa kwa ujumla. Ni aibu kwa Simba, narudia, na taifa kwa ujumla kuwa na kiongozi wa klabu kubwa kama Mangungu. Hafai kuwa kiongozi huyu. Hafai kuwa kiongozi. Yaani sikule kaleta uhuni. Pengine wewe ulitaka kupeleka leo sisi katutoroka. Tazi kazimwa pale pa yani hatumuoni. Hajaaga. Yani hajaaga. Unajua nini katuambia? Katuambia nendeni mkajinyoshe. Salome vipi jambo? Unaona bana? Katuambia tujinyoshe. Sisi tukajinyosha naye kajinyosha. Tunamshtukia hayupo pale. Sasa hatuwataki kiongozi kama huyu katika klabu yetu. Wakati yeye ni mtu muhimu sana anatuwakilisha sisi. Wakati yeye ndo alituita kwenye mkutano. Na yeye ndo yuko upande wetu, lakini katuletea dharau. Ndio hulka yake. Katuletea dharau. Sisi tunachosubiri muda wake uishe basi. Hatuna mengine. Lakini hoja zilivyotajwa, ajenda za kuhusu mabadiliko ya katiba, sisi wanachama tulikuwa na mengi ya kuuliza au kuzungumza kuhusu yale mabadiliko ya katiba, lakini hatukupewa nafasi. Jamaa kasepa. Umeona bwana? Kwa hiyo labda kupitia vyombo vyenu vya habari niseme ambacho nacho katika kutoa maoni yangu. Kwa mfano BMT, Deriki, walileta ajenda ya kwamba tusiwe na mwekezaji, tuwe na wawekezaji. Sasa mimi kama mwanachama na waomba Watanzania kwa ujumla, washabiki wangu, na imani wataniunga mkono, kwamba na hoja kwamba leo katika wawekezaji Mo anabaki kwenye nafasi yake, ana 49% na abaki. Tuko na Mo na tutatamba na Mo mpaka mwisho. Tuko na Mo na tutatamba na Mo. Hamna wa kumuondoa Mo. Mo katufanyia mengi makubwa. Hapo tulipo tuko kwa ajili ya, kwa sababu ya Mo. Huo ndio kweli Deriki. Sawa bana? Kwa hiyo mimi maoni yangu, kama mnataka wawekezaji wengine wawili ambao ni faida kwa Simba, basi hao wawekezaji waje upande wa wanachama, wawe upande wa wanachama katika hisa 51 wawe upande wetu, na hao wawili wapewe asilimia 30. Kwa maana 15. Sawa bana, hao wawili wapewe asilimia 30. Na sisi tubakiwe na 21. Sisi tubakiwe na 21. Na sisi kama kuna mwanachama anataka hisa apewe katika 21. Ili sisi wanachama upande wetu tuwe na nguvu. Sawa. Sisi bana sasa hivi ni fukara. Sisi ni fukara wanachama sasa hivi. Huu ndio kweli. Tunachangia nini Simba? Derek, siku ile kwenye mkutano nimeshuhudia watu siku ile ndio wanalipa kadi za wanachama. Hatuna mchango wowote. Sisi wenye asilimia 51 katika Simba. Lakini Mo katika 49 anatekeleza wajibu wake. Kweli anatoa pesa na bado nasema anatekeleza wajibu wake kwa sababu gani? Na sababu yake kwamba Mo alivyojitokeza akasema kwamba mimi nimetoa bilioni 87. Je, kuna kiongozi wa Simba alipinga hilo swala kwamba Mo hatoi hela? Hakuna. Na kuuliza mimi alipinga? Hakuna. Ndio jibu yake. Kwa hiyo Mo anatekeleza wajibu wake. Ila sisi wanachama hatutekelezi wajibu wetu. Alafu mtu anakaa mwenyekiti wa wanachama eti anataka awe mwenyekiti wa bodi.
Acheni mambo hayo jamani. Yaani wewe unataka uwe juu ya bosi, yaani wewe uwe na maamuzi juu ya zaidi ya bosi, wakati hata senti 5 wewe uchangii na uweze kumnunua hata mchezaji mmoja wakamlipa. Yaani nakwambia hivi, siku ile mimi nilimfuata pale, nilimfuata Mangungu, nimwambia bana, hebu rudi kwenye kiti chako tuendelee na kikao hapo, tujue paeleweke. Lakini wale wachawa wake nini wakamkinga pale, huyo kasepa ili tujue na kama inawezekana. Kumbe wao ulisababisha kusepa basi. Mkutano uitishwe. Mkutano uitishwe ili tujadili tena kama unavyosema, ili sisi tutoe hoja zetu pale. Bora kuwa na ajenda mbili lakini zenye mantiki. Unamshauri nini Mangungu kwa kumalizia? Aitishe mkutano ndio mwingine. Uwe na ajenda hata kama mbili, lakini ajenda mama kwa ajili ya mashabiki na wanachama wa Simba. Hilo tu.